إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار بنهجه إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها المسلمون، أوصيكم ثم أوصي نفسي بالتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. عباد الله، nakuhusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kama ambavyo ninavyoihusia nafsi yangu katika swala zima la uchamungu. Ibadallah, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumcha kwa kutekeleza awamiri zake na kukatazika na yale yote aliyoyakataza subhanahu wa ta'ala, na huo ndio uchamungu wa kweli, na hao ndio watakayefaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ambayo haina shaka ndani yake. Na uchamungu ndiye zawadi bora ya mja kwenda nayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala: watazawadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Tengenezeni zawadi ya kwenda nayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwani kila mmoja anayakini kwamba ndani ya dunia hii ataondoka. Na Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia hakuna zawadi bora isipokuwa zawadi ya uchamungu, na akasema nicheni mimi enyi wenye akili timamu. Ibadallah, ha antum adraktum ayyami al-ashri al-mubarak. Ibadallah, kwa neema zake Allah subhanahu wa ta'ala mmeyadiriki
tumeyadiriki masiku 10 yenye kheri zilizokuwa nyingi. Tunaishi ndani ya masiku hayo ambayo yana kheri kubwa, na hii ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa mja, na inapasa mja kuishukuru neema hii. Ibadallah, katika masiku haya 10 ya mwezi wa Dhulhijja, masiku ambayo ni bora kuliko masiku mengine ya mwaka mzima, ndani ya masiku haya 10 kuna siku ambayo ni bora mno kuliko masiku 9 yaliyobaki, wa huwa yaumu Arafa, naye ni siku ya Arafa. Siku ya Arafa ni siku bora kuliko masiku mengine 9 yaliyobaki. Kwani ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiapia ndani ya Qur'an. Siku ya Arafa ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiapia ndani ya Qur'an. Wal'adhimin la yuqsimu illa bi'adhimin, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mtukufu, hawezi kukiapia kitu isipokuwa kinachoapiwa kina utukufu wake. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, was-samaa'i dhatil buruj wal yawmil maw'ud wa shahidin wa mashhud. Allah subhanahu wa ta'ala anaapa kwa kusema, anaapia mbingu ambazo zenye buruji, yenye vituo ambavyo vinapita ndani ya vituo hivyo mwezi na jua na nyota mbalimbali. Wal yawmil maw'ud, pia Allah subhanahu wa ta'ala ameiapia siku ambayo aliyoiahidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa viumbe wake, naye ni siku ya Kiyama. Allah ameiapia siku hii. Wa shahidin wa mashhudun, na Allah subhanahu wa ta'ala ameiapia siku ya Ijumaa ashahid, na pia ameiapia almashhudu siku ya Arafa. Hizi ni siku ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameziapia ndani ya Qur'an, na maneno haya anayazungumza Abdullah ibn Abbas. Tafsiri hii ameitoa Ali ibn Abi Talib, tafsiri hii ameitoa Abdullah ibn Umar, na pia imepokelewa kutoka kwa Abi Huraira, radhi za Allah subhanahu wa ta'ala ziwe juu yao, kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume ndio katufasiria masiku haya, kwa hiyo kuonyesha utukufu wa siku hii ya Arafa, kama ni siku ambayo Allah ameiapia ndani ya kitabu chake. Na miongoni mwa matukufu ya siku hii ya Arafa, ili mja aweze kuchuma kile ambacho kinachopatikana ndani ya siku hii ya Arafa, siku ambayo ipo mbele yetu, isiyokuwa na ikhtilafu ndani yake. Faida ya kwanza ambayo mtu atafaidika nayo na siku hii ya Arafa, at-tafarru' lilibada. Mja anatakiwa aitumie siku hii ya Arafa kwa ajili ya kutekeleza ibada mbalimbali, wa taajili mashaghili dunia, na acheleweshe shughuli za dunia, kwani ni siku moja ndani ya mwaka mzima.
mtu aitenge siku hii iwe ni kwa ajili ya ibada tu. Na hivyo ndivyo walivyokuwa watu wema waliyetangulia. Anatuambia Abu Uthman an-Nahdi rahimahullah kwamba walikuwa salafi salih yu'azzimuna 13. Salafi salih walikuwa wakitukuza 13. 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani, 10 la kwanza la mwezi wa Dhulhijja na 10 la kwanza la mwezi wa Muharram. 10 haya watu wema walikuwa wakiyatukuza mno, wakiyaadhimisha mno, kutokana na ubora unaopatikana ndani ya masiku haya. Wale ambao wako tayari kuteremshiwa rehma na Allah subhanahu wa ta'ala. Huwezi kusamehewa kama wewe mwenyewe huhitaji msamaha. Huwezi kuteremshiwa rehma na Allah subhanahu wa ta'ala kama wewe mwenyewe huhitaji rehma hizo, na wala hufanye matendo ambayo itakuwa ni sababu ya wewe kupata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hadithi ambayo inasimuliwa na Abdullah ibn Amr ibn al-As, radhi za Allah subhanahu wa ta'ala ziwe juu yake, anasema qala ar-rasul sallallahu alayhi wasallam khairu ad-du'a du'a'u yawm Arafa, bora ya maombi yaliyekuwa bora. Kwa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni maombi ambayo mja atayaomba siku ya Arafa. Haya ni maombi bora mno mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni maombi ambayo yana ukaribu mkubwa wa kujibiwa maombi haya. Kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema maneno bora ambayo nayasema mimi na wamesema mitume waliyetangulia ndani ya siku hii ya leo ya Arafa, ni mtu kusema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kukithirisha sana kuyasema maneno hayo siku hiyo ya Arafa. Ud'u rabbakum maghfira wa antum muqinuna bil ijaba fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwa al barru al karim fastaghfiruhu. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara binahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam khairu ad-du'a du'a'u yawmi Arafa wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ibadallah, nakuhusieni mara ya pili kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kama ambavyo ninavyoihusia nafsi yangu katika swala zima la uchamungu. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, maombi bora mja anayotakiwa aombe siku ya Arafa, na maneno yaliyokuwa bora zaidi ambayo nimeyasema mimi Mtume sallallahu alayhi wasallam na mitume waliyetangulia ni hii adhkari ambayo tumeitangulia kuisoma. Kwa hiyo kuna maombi na kuna maneno bora, na hii inatufahamisha kwamba mja anapotaka kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atangulize maneno kama haya ya kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala
kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, kisha alete maombi yake. Na aombe maombi hayo siku hiyo ya Arafa. Ajiombee yeye mwenyewe nafsi yake, aiombee familia yake, awaombee jamaa zake wa karibu, na awaombee Waislamu. Haya ndiyo mafundisho ambayo tunayoyapata kutoka kwa wema waliotangulia. Pia siku hii ya Arafa ni siku ambayo inaanza takbira ambayo watu wa fikhi wanatuambia takbiratul muqayyad, yani takbira ambayo inayoanza siku hiyo ya alfajiri mpaka katika ayami tashrik. Na hii takbira pia wenye kuitoa ni wachache, wengi ni siku ya Idi na inaishia hapo hapo kwenye mswala. Hata hiyo muqayyad yenyewe haijatekelezwa. Lakini kwa watu wema takbira hizi zinakutana zote mbili, takbiratul muqayyad na takbiratul mutlaq. Watu wema wameshaanza kutoa takbira hii toka umechomoza mwezi wa Dhulhijja, na wanakwenda nayo takbira hii mpaka ayami tashrik. Hao ndio wema waliotangulia, akiwemo Abdullah ibn Umar, akiwemo Abu Huraira, radhi za Allah subhanahu wa ta'ala ziwe juu yao. Sisi tunasubiri tuimbishwe siku hiyo ya Idi, na ukishaimbishwa muimbishaji akinyamaza imekwisha hiyo. Kwa ni siku ambazo natakiwa ikithirishwe sana takbira hizi, kuanzia alfajiri ya siku ya Arafa mpaka zile ayami tashriki zote. Popote mtu atakapokuwa alete takbira hizi, na ni takbira maarufu zaidi hizi. Katika hadithi ambayo inasimuliwa na Uqba bin Amir, radhi za Allah subhanahu wa ta'ala ziwe juu yake, anasema qala ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, yawm Arafa wa yawm nahr wa ayyam at-tashrik Eiduna ahla al-Islam. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema siku ya Arafa, siku ya kuchinja, na zile ayami tashrik, masiku matatu baada ya hapo, anasema hizi siku hizi ni Idi kwa Waislamu, ni sikukuu kwa Waislamu. Kwanza unamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kukujalia wewe kuwa Muislamu, unaishukuru neema hiyo. Pili, unamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kukuongoza katika Uislamu. Na pia Mtume akasema ni ayyamil akli washurbin, masiku haya ni masiku ya kula na kunywa vilivyokuwa vya halali. Ukiitoa siku ya Arafa kwa wale ambao si mahujaji, wao wanafunga siku hii. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. قال الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة صلى الله عليه عشرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا
اللهم ألف بين قلوب المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فأقم الصلاة.